kulingana na ripoti mpya. Na watu 43 waripotiwa kuuawa katika mashambulizi ya kundi la ADF mashariki mwa Kongo. Habari kamili. New York. Kiongozi wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC ametoa wito wa Umoja wa Mataifa kuidhinisha matumizi ya nguvu kulinda mlango bahari wa Hormuz dhidi ya mashambulizi ya Iran siku moja kabla ya kura ya Baraza la Usalama. GCC imesema Iran imefunga njia hiyo muhimu ya usafirishaji, kuzuia meli za biashara na mafuta kupita, hatua inayotishia usambazaji wa nishati na kuyumbisha uchumi wa dunia. Bahrain imependekeza azimio la kuruhusu mataifa kutumia nguvu kuhakikisha usafiri wa kimataifa unaendelea, lakini pendekezo hilo limeligawa Baraza la Usalama. China, Urusi na Ufaransa zimepinga, zikisema matumizi ya nguvu yataongeza mvutano na kwamba suluhisho la kisiasa ndiyo njia bora. Kura ya uamuzi inatarajiwa kupigwa leo Ijumaa, huku kufungwa kwa mlango huo wa bahari kukiwa tayari kumesababisha kupanda kwa bei za mafuta na kuathiri masoko ya dunia. Tehran na Tel Aviv. Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea Israeli na nchi za Ghuba, ikisisitiza kuwa bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi na akiba ya silaha, licha ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba uwezo wa kijeshi wa taifa hilo umedhoofishwa pakubwa. Kwa upande mwingine, Israeli imesema imemuua kamanda mwandamizi wa Iran Jamshid Eshghai katika shambulio lililofanyika Tehran, hatua inayoongeza shinikizo kwa uongozi wa kijeshi wa taifa hilo. Nchini Lebanon, mashambulizi ya Israeli dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran yameripotiwa kuua watu 27 ndani ya saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ndani ya Iran yamelenga miundombinu muhimu, ikiwemo daraja linaloripotiwa kuwa refu zaidi katika Mashariki ya Kati na kusababisha vifo na majeruhi. Iran imekosoa mashambulizi hayo, ikisema kulenga miundombinu ya kiraia hakuwezi kuilazimisha kusalimu amri. Kwingineko, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamethibitisha kurusha makombora kuelekea Israeli kwa kushirikiana na Iran na kundi la Hezbollah. Tangia Morocco. Ripoti mpya iliyotolewa na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika, imesema uchumi wa Afrika uko hatarini kudorora zaidi mwaka huu iwapo vita Mashariki ya Kati vitaendelea kwa muda mrefu. Ripoti hiyo imesema ukuaji wa uchumi unaweza kupungua kwa 0.2 mwaka huu ikiwa mgogoro utaendelea zaidi ya miezi 6. Ripoti hiyo inaonya kuwa usumbufu wa usafirishaji, nishati na mbolea unaweza kusababisha kupanda kwa bei za chakula na mafuta, na hivyo kuleta mgogoro wa gharama za maisha barani Afrika. Nchi nyingi zinaweza kuathirika zaidi na upungufu wa mbolea, hali itakayogusa uzalishaji wa kilimo hasa katika msimu huu wa upandaji. Hata hivyo, baadhi ya nchi kama Nigeria na Msumbiji zinaweza kufaidika kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na gesi, kulingana na ripoti hiyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bunia. Watu wasiopungua 43 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wanaohusishwa na kundi la Dola la Kiislamu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi limesema mashambulizi hayo yalifanywa na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF katika jimbo la Ituri, eneo linalokumbwa na machafuko ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa jeshi, nyumba 44 zilichomwa moto katika shambulio hilo lililotokea katika eneo la Bafwaukoa, karibu kilomita 300 kutoka mji wa Bunia. Kundi la ADF ambalo lina mizizi ya waasi kutoka Uganda na lilowapa utifu kwa Dola la Kiislamu limekuwa likituhumiwa mara kwa mara kwa mauaji ya raia katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Libreville. Mashambulizi ya droni katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan yameripotiwa kuua na kujeruhi raia katika eneo la mpakani na nchi jirani ya Chad. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limesema mashambulizi hayo yanahatarisha maisha ya raia pamoja na wakimbizi wanaokimbia vita.
Chad ilifunga mpaka wake na Sudan mwezi Februari baada ya vikosi vya wapiganaji wa RSF kuvuka mpaka, huku pande zote zikilaumiana kwa mashambulizi ya drone. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya milioni 12 kukimbia makazi yao, huku karibu milioni 1 wakikimbilia Chad. Mwisho. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa tuzimulike ripoti zetu asubuhi hii, na kutoka mjini Bonn na hodha wako studioni mimi Suleiman Mwuru. Tutaanze huko Mashariki ya Kati kutazama mzozo wenye siku 35 hii leo. Yapi yanajiri muda huu tutakujulisha hivi punde. Tutasafiri hadi Marekani kutazama ripoti inayoangazia vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa NATO. Je, uwezekano huo upo? Tutakujulisha muda usio mrefu. Na hapo baadaye tutakita kambi nchini Kongo, ambapo wakazi wa Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini wanapiga kelele kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23. Kipi kinaendelea? Drone ziko zinatatiza waraia, ziko zinapiga ngombe, zinaharibisha, zinapiga manyumba. Hakuna gisi nasyozini internationale batafute gisi banaweza kemea ile kitu ya drone. Sisi uongozi, si hatupende waraia waangamie. Tutakujulisha kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati, ambapo mengi yanaendelea katika mzozo ulioanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, na ambao sasa una zaidi ya mwezi mmoja. Mengi kuhusu mapya yanayojiri katika mzozo huo ni katika ripoti yake Idi Sesanga. Katibu mkuu wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC Jassim Al-Budawi ameutolea mwito Umoja wa Mataifa kuidhinisha matumizi ya nguvu kulinda mlango bahari wa Hormuz dhidi ya mashambulizi ya Iran. Hatua hiyo inakuja wakati Iran ikiendelea kudhibiti njia hiyo muhimu inayobeba takriban 20% ya mafuta ya dunia, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyoanzisha vita mwezi mmoja uliopita. Bahrain, ambayo kwa sasa ni rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mwanachama wa GCC, imesema inataka kura ipigwe leo Ijumaa kuhusu azimio linalotaka mataifa kutumia njia zote muhimu kuhakikisha usafiri wa kimataifa unaendelea katika mlango bahari wa Hormuz, Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman. Hata hivyo, mataifa yamegawanyika kuhusu pendekezo la kutumia nguvu. China, Urusi na Ufaransa zimeonya kuwa hatua hiyo inaweza kuchochea zaidi mzozo, zikisisitiza suluhisho la kisiasa. Hii inaonyesha pia uwezekano wa mataifa hayo yenye kura ya turufu kuzuia kupitishwa kwa azimio lolote linalotaka kutumia nguvu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amerudia wito wake kwa Marekani na Israeli kusitisha vita mara moja na kuitaka Irani kuacha mashambulizi dhidi ya majirani zake na pia kuheshimu uhuru wa usafiri wa baharini. My message is clear to the United States and Israel. Ujumbe wangu uko wazi kwa Marekani na Israel. Sasa ni wakati mwafaka kusitisha vita vinavyosababisha mateso makubwa ya kibinadamu na tayari kuleta madhara makubwa ya kiuchumi. Kwa Iran, inapaswa kusitisha mashambulizi dhidi ya majirani zake. Baraza la Usalama limekosoa mashambulizi haya na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu haki na uhuru wa usafiri katika njia muhimu za baharini, ikiwemo mlango bahari wa Hormuz. Migogoro haimaliziki yenyewe, huisha pale viongozi wanapochagua mazungumzo badala ya uharibifu. Chaguo hilo bado lipo na lazima lifanywe sasa. That choice still exists and must be made now. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amejitolea kusaidia kufungua mlango wa Hormuz kwa kutumia uzoefu wa nchi yake katika kulinda njia za majini uliopatikana wakati wa vita dhidi ya Urusi katika Bahari Nyeusi. Kwenye uwanja wa vita, Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea Israeli na mataifa ya Ghuba, ikionyesha bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi licha ya madai ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba tishio lake limepungua. Mashambulizi hayo pamoja na kufungwa kwa mlango wa Hormuz yamevuruga usambazaji wa nishati duniani na kuongeza bei ya mafuta. Ndani ya Irani, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli yameripotiwa kuua watu 8 na kujeruhi karibu 100,
baada ya daraja refu zaidi katika kanda ya Mashariki ya Kati kushambuliwa. Wakati huo huo, nchini Marekani, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amemwomba mkuu wa majeshi Jenerali Rande George kujiuzulu na kustaafu mapema katika hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa ndani ya Pentagon wakati vita vikiendelea. Barani Ulaya, Ufaransa imepiga marufuku mkusanyiko wa Waislamu uliopangwa kufanyika karibu na Paris, ikitaja sababu za kiusalama kufuatia kuongezeka kwa tahadhari za ugaidi. Yote hayo yanajiri huku hali pia ikiendelea kuwa tete katika masoko ya dunia. Bei ya mafuta ya Marekani imepanda na kuvuka dola 110 kwa pipa, huku masoko ya hisa yakirekodi faida ndogo licha ya misukosuko. Wataalamu wanaonya kuwa kuendelea kwa vita kunaweza kuongeza mfumuko wa bei na kudhoofisha zaidi uchumi wa dunia. Nam, shukran Idi Sesanga kwa ripoti hiyo inayojiri huko Mashariki ya Kati. Mjadala mpana umeibuka nchini China kuhusu jinsi vyombo vya habari nchini humo vinavyochora picha ya Marekani katika muktadha wa mgogoro unaofukuta Mashariki ya Kati, ikihusisha Israel, Marekani dhidi ya Iran. Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimekuwa vikionyesha Marekani kama nchi yenye uchokozi, isiyotabirika na inayochochea machafuko duniani. Ripoti ya mwandishi wa DW Zeng inasomwa studioni na Michael Kwena. Wiki iliyopita, video iliyotengenezwa na shirika la habari la serikali la China kwa kutumia akili mnemba, ikitumia wahusika wa wanyama kama paka wa Kiajemi wanaowakilisha Iran na tai mweupe anayeashiria Marekani, ilizua gumzo kubwa nchini humo. Katika simulizi hiyo, paka alionekana kupigania hadhi na usalama wao dhidi ya tai anayejiona mwenye uwezo na mamlaka zaidi. Hiyo ilikuwa ni njia ya usanii kuonyesha jinsi Marekani inavyodai kutawala rasilimali kupitia shinikizo za kiuchumi na kijeshi. Ingawa video hiyo ilionekana kama usanii, inafichua mtazamo mpana wa China kuhusu mgogoro huo. Wachambuzi mbalimbali wanasema kuwa Beijing inatumia mbinu hizi kuunda simulizi zinazoeleweka kwa umma wake, na kwamba China ni taifa thabiti la kidiplomasia na lenye busara, huku Marekani ikionekana kama inayotumia nguvu kulinda ushawishi wake. Katika majukwaa ya ndani kama vile Douyin, kama TikTok ya China, waunda maudhui maarufu wanaichambua hali ya Mashariki ya Kati kwa mitazamo ya kizalendo, wakisisitiza kuwa Marekani inaogopa kuingia kwenye vita vya moja kwa moja, huku Iran ikionyeshwa kuwa na udhabiti wa kupambana mpaka mwisho. Akaunti rasmi ya jeshi la China pia imechangia kwa kuchapisha video za uchambuzi wa satelaiti zinazoonyesha nguvu za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, maudhui ambayo yamepokelewa kwa hamasa sana na wananchi. Wataalamu wanasema mbinu hizi zinaunga mkono mkakati wa muda mrefu wa China wa kujenga tofauti kati yake na Marekani. Viongozi wa Beijing wanatambua kuwa mara nyingi wanakosolewa katika siasa za kimataifa, hivyo kutengeneza simulizi jipya linalodai kuwa China ndiyo nguvu inayotuliza migogoro duniani, wakati Marekani ikiendeleza migawanyiko. Kwa kuongeza mvuto, baadhi ya matangazo ya China sasa yamechanganya propaganda na tamaduni maarufu kama hadithi za Wuya zenye mandhari ya kumfu na ushujaa, ili kufanya ujumbe upokelewe kwa urahisi zaidi. Kupitia video kama ile ya paka na tai, China inaonyesha kwamba suluhisho la changamoto za dunia ni diplomasia, wala si mabavu. Simulizi hilo pia linapenyeza ujumbe kwamba miradi ya China kama Belt and Road Initiative inaweza kuwa njia mbadala ya mfumo wa kiuchumi unaotawaliwa na Marekani. Mtaalamu wa China kutoka Baraza la Ulaya wa mahusiano ya kigeni, Alikcha Bashulka, ameiambia DW kwamba video ya akili mnemba na kamera ya CCTV inaonyesha mabadiliko mapya katika mbinu za propaganda ya serikali ya China kwa kuwasilisha ujumbe wake kupitia mtindo maarufu wa hadithi za sanaa za mapigano zinazojulikana kama wuxia. Namni Michael Kwena huyo na yanayojiri huko nchini China. Tutazame ripoti nyingine. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia wiki hii kuiondoa Marekani kwenye jumuiya ya kujihamia NATO kutokana na washirika wake wa Ulaya kukataa kutuma meli zao za kivita kusaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz baada ya njia hiyo muhimu ya baharini kufungwa na Iran kufuatia mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Zaidi anasimulia Lilian Mtono. Wataalamu wanasema haifahamiki ikiwa Trump ataweza kuchukua hatua hiyo na kuiondoa Marekani kwenye muungano huo wa kijeshi uliodumu kwa miaka 77, ingawa mara nyingi amekuwa akichukua maamuzi makubwa bila idhini ya bunge, ambayo baadhi ya maamuzi hayo sasa yapo mahakamani. Lakini katiba ya Marekani inasemaje?
Katiba hiyo inaeleza kuwa Rais Trump ana mamlaka ya kuiondoa Marekani ndani ya muungano huo kwa ushauri na idhini ya bunge la Seneti, ambalo angalau theluthi mbili ya wabunge hao 100 wanapaswa kulikubali hilo. Lakini katiba hiyo hiyo haielezei hatua za kuchukuliwa kuhusu ukiukwaji wa hatua hiyo muhimu. Jumuiya ya kujihami ya NATO inayojumuisha mataifa ya Ulaya, Marekani na Kanada iliundwa mwaka 1949 kwa lengo la kukabiliana na kitisho cha mashambulizi ya Umoja wa Kisovieti, na kwa miongo kadhaa imekuwa nguzo muhimu ya usalama wa nchi za Magharibi. Kifungu cha 13 cha mkataba unaounda jumuiya hiyo kinaeleza kuwa nchi yoyote mwanachama inaweza kujiondoa baada ya kutoa taarifa angalau ndani ya mwaka mmoja kwa serikali ya Marekani, itakayokuwa na jukumu la kuyaarifu mataifa mengine wanachama kuhusu uamuzi huo wa kujiondoa. Lakini je, sheria ya Marekani nayo inasemaje kuhusu hili? Mwaka 2023 bunge la Congress lilipitisha muswada unaomzuia rais wa Marekani kuiondoa kwa muda ama kikamilifu Marekani katika jumuiya hiyo. Muswada huo ulienda mbali na kusema hatua hiyo inaweza tu kuchukuliwa baada ya idhini ya thuluthi mbili ya wabunge 100 wa Seneti. Mwaka huo huo wa 2023, rais wa wakati huo Joe Biden akausaini muswada huo na kuwa sheria. Sheria hiyo iliyoanzishwa kama marekebisho ya sheria ya ulinzi wa taifa ya mwaka 2024 NDAA, ikiwa ni hatua ya kila mwaka ya sera ya Pentagon ya utungaji wa miswada. Waliosimamia marekebisho hayo ni pamoja na seneta wa chama cha Democratic Tim Kaine wa jimbo la Virginia na seneta wa jimbo la Florida wa chama cha Republican wakati huo Marco Rubio. Rubio, ambaye hivi sasa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mshauri wa usalama wa taifa chini ya Rais Trump, alisema hivi karibuni kwamba Washington italazimika kutathmini upya uhusiano wake na NATO kufuatia vita vya Iran vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel. Rais Trump mwenyewe amekuwa akikosoa jumuiya hiyo kwa miaka mingi. Mwaka 2020, wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani, idara ya Baraza la Haki ilitoa maoni ikisema ni Rais Trump na wala sio bunge lililo na madaraka ya kuiondoa Marekani katika mkataba wowote ule. Awali Trump aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba anafikiria kuiondoa Washington huko, akisema amechukizwa na umoja huo. Iwapo suala hilo litafikishwa mahakamani kupinga uamuzi wa Trump wa kujiondoa, kutakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kisheria. Mahakama ya juu ya Marekani iliyo na majaji wanaotoa uamuzi unaomfurahisha Trump hawajawahi kushughulikia kesi kama hiyo. Kinachosubiriwa sasa ni kuona iwapo Trump atathubutu kweli kufanya hivyo, ama ni vitisho tu kwa washirika wake hao wa NATO. Na mambo haya yanaendelea huko nchini Marekani, na sasa tuelekee huko Afrika. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakazi wa Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini wanapiga kelele kufuatia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Kongo linaloungwa mkono na wazalendo wa Twirwaneho wanaoshirikiana na waasi wa AFC M23. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo. Wakiwa wanaishi katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi, wakazi wa Minembwe wanasema wanaishi chini ya tishio la mara kwa mara la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na jeshi la Kongo linalolenga maeneo ya waasi, mashambulizi ambayo wanasema yana matokeo mabaya kwa raia, hasa Watutsi wa Kongo wa jamii ya Banyamulenge wanaoishi katika eneo hilo, kama anavyoshuhudia Semahoro Karaha, msimamizi wa watu mashuhuri wa Minembwe. Drone ziko zinatatiza wa raia, ziko zinapiga ngombe, zinaharibisha, zinapiga manyumba. Hakuna gisi nasiozini internationale batafute gisi banaweza kemea ile kitu ya drone. Sisi uongozi, si hatupende wa raia waangamie. Tangu Januari, mashahidi wamesema kuwa ndege zisizo na rubani zimelenga maeneo kadhaa ya wapiganaji wa Twirwaneho waliodai hapo awali kutetea maslahi ya Banyamulenge na ambao kwa sasa wanashirikiana na AFC M23 katika vijiji kadhaa vinavyozunguka Minembwe, vikiwemo Mikenge, Kakenge, Rugezi na vingine. Bria Nyamanyonga ni mkazi wa Minembwe, analaumu kwamba raia wa Banyamulenge wanakabiliwa na mzozo wa vita ambavyo havitofautishi tena kati ya malengo ya kijeshi na ya kiraia. Tuliona mavita ilitukumba Minembwe, lakini kwa hii mwaka tunaona benye hatuyaonaka. Vita ya drone ya ndege. Hatutoke mu manyumba, tutapata chumvi, tutapata sabuni, njia zinafungwa, hakuna mwenye kuingia, hakuna mwenye kutoka. Katika jumbe mbalimbali zilizosambazwa tangu mwanzo wa mwaka huu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Kinshasa, baadhi ya viongozi wa jamii ya Banyamulenge wamewataka ndugu zao kutokubali ushawishi wa kikabila unaojaribu kuwatenga na Kongo.
Enoch Sebineza ni mmoja wa watu mashuhuri wa Banyamulenge wanaoishi Kinshasa. Analaani vitisho dhidi ya familia yake kufuatia msimamo wake huo na kutoa wito wa kuishi pamoja kwa amani. Jamii zote zisikubali shinikizo la Rwanda la kuchochea ghasia ili wamoja wainuke dhidi ya wengine. Hakika tuna migogoro na matatizo na majirani wetu, lakini Rwanda siku zote imekuwa ikitumia hali hizi kama fursa ya kucheza nafasi ya zimamoto, ikidai kuwalinda Banyamulenge. Katika ujumbe mwingine, AFC M23 inashutumu mashambulizi ya jeshi la Kongo na washirika wake kwenye maeneo yenye wakazi wengi huko Minembwe, Kalehe na Lubero, ikisisitiza pia dhamira yake ya kulinda raia na mali zao. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Na mtuondoke nchini Kongo, tuelekee sasa huko Afrika ya Magharibi. Serikali ya Senegal imepitisha sheria mpya inayoongeza adhabu kwa mahusiano ya jinsia moja nchini humo, hatua ambayo imezua mjadala kimataifa japo imepokelewa kwa shangwe na wakazi. Sheria hiyo imeongeza adhabu ya kifungo kwa watakaopatikana na hatia ya kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Mengi zaidi na Selina Mdemu. Sheria hiyo ilipitishwa na bunge la taifa hilo kwa wingi wa kura, huku baadhi ya wabunge wakitoa matamshi makali dhidi ya makundi ya watu wanaounga mkono LGBTQ, hivyo kuonesha mtazamo mpana kwa jamii unaoona ulinzi wa haki za LGBTQ kama maadili ya kigeni yasiyoendana na misingi ya Senegal, ambayo ni taifa lenye Waislamu wengi. Rais Bassirou Diomaye Faye alitia saini sheria hiyo ambayo imeongeza kifungo kutoka angalau miaka 5 hadi 10. Aidha, watakaopatikana na hatia ya kushiriki au kufadhili utetezi wa mahusiano ya jinsia moja watapata kifungo cha hadi miaka 7. Hatua hii imekuja wakati kukiwa na msako mkali dhidi ya jamii ya LGBTQ nchini humo, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa watu wengi tangu mwezi Februari mwaka huu, huku kukiwa na ongezeko la shutuma, ukaguzi wa simu na kutajwa majina hadharani kwa watuhumiwa. Afisa wa mawasiliano wa shirika la ILGA linalowatetea watu wa jinsia moja barani Afrika, Arlana Shikongo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ingawa mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayotetea haki za binadamu kama UN Human Rights na UNAIDS yalimtaka Rais Faye kutosaini muswada huo, mwitikio kutoka mataifa na serikali nyingi za kimagharibi umekuwa hafifu. Wataalamu wanasema sababu zinaweza kujumuisha kupungua kwa ushawishi wa Marekani katika masuala ya kibinadamu katika bara la Afrika. Mbunge mmoja wa Senegal kwa jina la Diaraye Ba amenaswa kwenye video zinazosambaa kwa sasa nchini humo akiwaonya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja kuwa chuma chao kimotoni. Senegal ni miongoni mwa mataifa zaidi ya 32 barani Afrika yanayoadhibu mahusiano ya jinsia moja. Kwa mujibu wa ripoti, kuna ongezeko la matukio ya chuki barani Afrika, huku baadhi ya nchi kama Uganda, Mauritania na Somalia zikipitisha sheria kali zaidi zinazofikia hata adhabu ya kifo katika mazingira fulani. Kwa ujumla, sheria mpya ya Senegal inakwenda sambamba na msimamo wa kisiasa na jamii wa ndani, lakini unaibua wasiwasi mkubwa kimataifa kutokana na uwezekano wa kuongezeka kwa unyanyasaji, ukiukaji wa haki za binadamu na kuzuia watu kutafuta huduma za afya hasa zinazohusiana na HIV. Hata hivyo, kimataifa, hatua za moja kwa moja za kukosoa au kuingilia zimeonekana kuwa hafifu na zilizodhibitiwa hasa kutoka mataifa ya Magharibi. Ingawa shirika la Amnesty International limekuwa likipinga sheria zinazolenga jamii ya LGBTQ barani Afrika, shirika hilo halijatoa tamko lolote kuhusu sheria mpya ya Senegal. Na msikilizaji, sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.